Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi Mei, ambapo kanisa linaadhimisha sikukuu ya Bikira Maria kumtembelea Elizabeti. Tunaadhimisha leo sikukuu ya Bikira Maria kwenda kumtembelea Elizabeti binamu yake. Maria baada ya kumchukua mimba Yesu alikwenda kumtembelea Elizabeti binamu yake ili kuthibitisha kile alichoambiwa na malaika na kumpa Elizabeti msaada aliohitaji. Elizabeti alikuwa anakaribia kumzaa Yohane Mbatizaji. Tendo la kukutana hao binamu wawili lilisababisha neema tele kumiminika na unabii kutamkwa. Elizabeti alimkaribisha binamu yake kijana kama mama wa Bwana wake. Yohane kabla hajazaliwa aliruka tumboni mwa mamaye akionyesha furaha ya kukutana na Masiha, na Maria anaimba wimbo wake wa shukrani. Sherehe ya Bikira Maria kumtembelea Elizabeti ilianza kusherehekewa katika kanisa miaka 600 iliyopita. Kwa miaka mingi ilikuwa inaadhimishwa tarehe 2 ya mwezi Julai, lakini siku za hivi karibuni imehamishiwa tarehe 31 ya mwezi Mei, siku ya kumalizia mwezi wa Maria, ambapo Wakristo wanamheshimu mama wa Yesu kwa namna ya pekee. Sherehe hii ilianza kuadhimishwa mnamo mwaka 1263 na Wafransisko kwa maelekezo ya Mtakatifu Bonaventure ambaye alikuwa mkuu wa shirika. Baadaye Papa Urbano wa sita mnamo mwaka 1389 aliieneza kwa kanisa zima. Usishangae kwamba kanisa linaendelea kuongeza sherehe mpya kumheshimu mama wa Yesu. Sherehe hizi zinatusaidia kuthamini zaidi kazi ya ukombozi ambayo Yesu aliifanya wakati akiwa hapa duniani na kuendelea kuifanya kwa njia ya Roho wake ndani yetu. Katika kazi hii ya kuuokoa ulimwengu, Yesu alitaka mama yake awe karibu naye. Alitaka kufanya kazi muhimu ya kusaidia kumwokoa kila mtu anayezaliwa hapa duniani. Katika sikukuu hii tunaona kuwa uwepo wa Kristo kati yetu unayapa maana maisha yetu ya Kikristo na unatujaza furaha. Kanisa linatualika kutambua lengo la maisha ya Kikristo na chimbuko la furaha ya kweli ya Mkristo. Katika maisha yetu tunapaswa kuhisi uwepo wa Kristo katika ndugu zetu. Elizabeti alitambua uwepo wa Yesu ndani ya Maria siku ile Maria alipomsalimu. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 aya ya 42. Imani inatuambia kwamba Kristo anachagua njia tofauti kufanya uwepo wake uwe kati yetu, akiwa hataki kuwa mbali nasi. Alitujalia hivi ili kazi ya wokovu wetu iendelee kila wakati. Maisha yetu ya Kikristo yanapaswa kuwafanya ndugu zetu wamtambue Kristo ndani yetu. Haikumchukua muda mrefu Elizabeti kutambua uwepo wa Yesu ndani ya Maria. Upendo wa kweli wa Maria katika kufanya safari ndefu na ya hatari kwenda kumsaidia Elizabeti, pamoja na utulivu na furaha yake ya kina, ilimfunulia uwepo wa Mungu ndani yake. Hazina kubwa kupita yote ambayo Mkristo anamiliki ni uwepo wa Yesu ndani yake kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Lakini ni hazina inayopaswa kushirikishwa. Tunapaswa kuwa kama kioo, tukiakisi upendo wa Mungu katika mioyo ya ndugu zetu. Unyofu wa maisha yetu na upendo wa kindugu unaweza kutusaidia kutambua uwepo wa Kristo ndani yetu. Mkipendana ninyi kwa ninyi, kila mtu atajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na sikukuu
ya Bikira Maria kumtembelea Elizabeti. Moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu inamfurahia Mungu Mwokozi wangu. Rejea Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 1 aya ya 46. Watakatifu wengine tarehe 31 ya mwezi Mei: Watakatifu Fulko na Petronila. Bikira Maria mama wa Mungu, utuombee.